nayopitia ni changamoto, maumivu, mateso, moyo nakata tamaa, sijui nifanye nini au mimi. Sofia mwanangu, kwa nini Sofia ulikuwa umebadilisha tabia? Sipendi tabia unayekwenda nayo Sofia. Hivi jana ulivyoletwa mkuku na kaka yako, unapenda? Umefurahikia hivyo? Majirani wote wanakuzungumzia wewe. Unanitia aibu Sofia. Mbona unanifedhesha? Sofia mwanangu, kwa nini umebadilika namna hiyo? Siku 2, 3 mpaka wiki unafikisha haupo nyumbani. Sofia, sijui uko kwa mabwana zako, sijui uko kwa marafiki zako. Unataka kuniua na pressure Sofia? Umekwenda huko umesuka nywele za ajabu kabisa, nywele mbaya. Hivi shule utaenda wewe Sofia? Tunapoteza gharama zetu kukusomesha. Sofia, utaki shule. Maisha gani unayechagua wewe Sofia? Unataka kujiweka katika maisha ipi yani Sofia wewe? Dunia imeharibika. Lakini bado huelewi. Sofia, mimi ni mzazi wako. Naongea na wewe na wala sikuombei mabaya. Na hii ni dunia. Unaniona leo nipo na kesho nitakuwa sipo Sofia. Utahangaika na dunia. Bibi Faima, sisi tumekuja. Lakini ujio wetu nimekuja na mjomba wangu hapa Asmani. Huyu Asmani na mimi ni mtu na mjomba yake. Kuzaliwa mimi kisha kaja mama yake Asmani. Lakini Asmani amekuwa na matatizo mengi sana. Lakini pamoja na yote alionayo, kutokosa kazi nini na nini, lakini kuna jambo moja linamsibu sana kiasi ambacho inamnyima raha ya maisha. Swala la mtoto. Mtoto Asmani anaye, lakini mtoto anaishi naye mbali na yeye. Kwa hivyo ujio wetu kwako, na ingependeza sana kama angekuwa naye mama wa mtoto, tungekaa naye hapa, ingekuwa ni vizuri sana ili tuweze kupata suluhu ya pamoja, kwa sababu Asmani kwa jinsi alivyo na mihangaiko yake aliyokuwa nayo hawezi kuishi na mtoto yeye kama yeye. Kwa hivyo ujio wetu tumekuja kwako kukuomba umruhusu binti yako aende akaishi na Asmani, lakini pia waweze kumlea mtoto. Najua mtoto ni pande mbili, na mtoto anayelea upande mmoja anakuwa kama anakosa sifa, zile haki za msingi za mtoto zinakosekana. Kwa hivyo ujio wetu, ameniomba bwana Asmani tuje hapa kwako tukuombe umruhusu binti yako ili aende wakaishi pamoja, huku wakimlea mtoto wao ambaye ni wewe, ni mjukuu wako. Asisikia la mkuu huvunjika guu. Utaonyeshwa na dunia, na wala sikuombei dua baya. Nataka haraka sana Sofia utoe hizo nywele zako na uende shule. Unakataa shule kwa wakati huu hapa. Unataka kuwa na maisha gani? Hapana mama, lakini hata hivyo mbona wewe unanifuatilia sana? Mimi mbona simfuatilii huko nje? Ni kila sehemu napoenda yupo. Mimi nimechoka, sitaki nifuatilie. Hata kama ni kaka yangu ndio, lakini amezidi. Mbona leo ya mwanangu yule? Sofia, nisikilize mwanangu. Yule ni wa kiume. Sio sawa na wewe. Ushamwona hata siku moja hajalala hapa nyumbani? Ushamwona kashaleta demu hapa nyumbani? Kwa nini wewe unapotea na yeye hata siku moja hajapotea, na yule ni wa kiume? Mwanamke na mwanamume hawafanani hata siku moja. Sijui unanielewa? Usipende kushindana na kaka yako. Sofia, sitaki tabia unayekwenda nayo. Mwangalie. Sura mbaya. Naelewa sana. Ila hata mimi pia inaniuma sana kuhusu mjukuu wangu.
Yaani najua kabisa mjukuu wangu anaishi kwenye mazingira magumu, lakini yote kwa yote kayaleta huyu mtoto wako. Kiukweli maisha ambayo anaishi naye na nyinyi wazazi wake mnaona jinsi alivyokuwa ameishi na huyu mwanangu mimi. Amemchukua mtoto wangu hapa kama kamwiba. Na nyinyi wazazi wake mnaangalia anaishi na mtoto wa mtu bila ndoa, mpaka anabeba ujauzito, mpaka hadi anazaa, mpaka sasa hivi mtoto pale alipofikia. Sio haki kumchukua mtoto wa mtu na kwenda kukaa naye huko. Kwanza kamvurugia masomo yake. Amemchukua mwanangu akiwa anasoma. Kamharibia malengo yake yote. Kiukweli yani mimi mwenyewe nina uchungu sana. Nina uchungu na mwanangu na nina uchungu na mjukuu wangu. Ila yote kwa yote mimi hapa siwezi nikatoa jibu lolote mpaka hadi mwenyewe mama mtoto aje. Shakuja basi nitamwelezea hiki ambacho mimi nimekuja kukiongea hapa. Lakini kusema nitoe jibu lolote, mimi sitaweza kutoa jibu lolote. Na pia vile vile mnasema nimchukue mjukuu, mimi sijakataa kwa sababu ni mjukuu wangu na uchungu naye mimi. Lakini najua kabisa mzigo wa kumlea huyu mtoto utakuwa ni wa kwangu mimi. Mimi najua hawa vijana wa sasa hivi akimleta mtoto aikae na mama, basi ujue kabisa jukumu ni la mama. Sio kuleta hapa alete mafuta, alete sukari, alete unga, alete nguo, alete chochote. Yaani mimi nikimpokea mjukuu hapa, jua kabisa hilo ni la kwangu mimi. Kitendo ambacho mimi sitokubaliana nacho. Sisi nimeelewa mzazi mwenzangu. Sawa, sisi tunashukuru. Lakini jambo ambalo nakusisitiza tena kwa maslahi ya mjukuu wako, kama ni makosa tumeshafanya, lakini yule mtoto hana makosa. Kwa hivyo isiwe kosa la wazazi wawili, mwenye kuadhibiwa adhibiwe mtoto, haiko sawa. Kwa hivyo kwa maslahi ya mjukuu wako ambaye ana haki kutoka kwa wazazi wake wote wawili, tunakuomba ubaki kwenye nafasi yetu na umsisitize sana kijana wako aliangalie ile swala tuweze kupata suluhisho. Sawa, haina shida. Sawa. Akija binti yangu mimi nitamwelezea kama mlivyokuja hapa, majibu mtayapata. Sawa, na sisi tunashukuru kwa makaribisho mema, na baada hapo tunakuomba ruhusa ili tukakute mambo mengine. Sawa, karibuni. Fukara wapi niweke samani? Unajitambua kweli? Una akili timamu kwenye kichwa chako? Nipo huko ndani nawasikia mnavyojibizana na bi mkubwa hapa. Hivyo una shida gani wewe? Yaani mama wiki mzima analia hapa nyumbani kwa sababu yako, alafu bado anakuonya bado unamjibisha. Unataka mama afe na pressure hapa ndani ndio ufurahie, si ndio? Sasa mimi nakwambia ikija ikatokea mama amedondoka hapa kwa sababu ya upumbavu wako, nitakuja nikuue wewe mtoto. Umeona kile kipigo cha jana? Kile kitakuwa mara 100 yake. Mbona kwa mpumbavu na shida gani? Bora hata mabwana basi wangekuwa amana. Hata wana pesa tuseme wanakushawishi na pesa. Unaacha masomo kwa sababu ya yule mpumbavu mmoja. Hata kujiamini wajiamini, najifanya tu kama natoa kitu hapa kwenye kiuno nakimbia. Wa Sofia.
mama atafua kwa vitu vingine, lakini sio kwa sababu yako, kwa sababu unafuatilia sana. Kesi mama anasema kwa sababu yako. Kile napenda upo nyuma, kile napenda upo nyuma. Una shida gani kaka? Mimi bado sikufuatilii. Mbona siku uko nje, mimi bado sije kufuatilia. Sitaki kunifuatilia, niache na maisha yangu. Hichi kitoto mimi nitakuja nikiue. Siku moja, ole wako nikute bibi kubwa ameanguka hapa kwa sababu ya pressure, alafu mara wako huko na bwana zako msizoeleweka. Bora vingekuwa na pesa sasa. Wewe Sofia, mimi nitakuja nikunyonge ujue. Mimi nitakuja nikuue mtoto. Yaani bibi mkubwa anaongea na wewe unaongea. Mimi kakako nataka nije nikuelekeze, bado unanijibisha yani. Eti unataka kufanya unachokifanya mimi natongoza na wewe utongoze, si ndio au sio? Mimi kufuatilia nafanya makosa, mimi nataka usome, napambania maisha yako wewe, hayanihusu mimi, bado unakuja unaletea ushamba. Sofia, mimi nitakuja nikuumize Sofia. Ole wako siku moja nikute mama amedondoka hapo kwa sababu ya upumbavu wako, mimi nitakuja nikuumize. Sofia, unatuchukuliaje? Unatutawala sasa ndani, wewe ndio kila kitu, wewe ndio kila kitu. Kila tukiamka Sofia. Sofia, umekuwa bado umekuwa. Wewe bado mdogo sana, bado mdogo. Hebu sikilize basi. Sofia. Yaani akatoto